Mungu ni mwaminifu. Tunaendelea kuombea ardhi, na ndio maana unatakiwa unaponisikiliza uwe umeshika mchanga wa eneo lako, uwe umeuweka karibu ule ule tulioanza kuombea tangu siku ya kwanza, ili na leo tunapoendelea tuendelee kuomba. Na mbinu nzuri tulishawaelekeza, weka kwenye karatasi afu ufunge ili ushike usimwagike. Na unapoomba hali yoyote unaokuwa unaisikia, aidha mkono unatetemeshwa au unasikia kutiwa ganzi au unasikia maumivu mkononi, usiachie ule mchanga. Endelea kushika, endelea kuomba, ndivyo Mungu anaendelea kufanya. Wapendwa, karibuni sana. Kama unanipata leo ni siku yako ya kwanza unanisikia, naitwa Mwalimu Petro, niko Arusha nchini Tanzania. Unaweza ukawasiliana na sisi tukakutumia maombi haya katika namna ya private ili uyapate kuanzia tangu ile siku ya kwanza tuweze kwenda sawa sawa. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi siku hii ya 4 vizuri. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya siku hii ya 4 Bwana, ambao watoto wako tunasogea mbele zako kwa ajili ya kwenda kuanza haya maombi. Asante Mungu kwa ajili ya upendo wako, wema wako na uaminifu wako ambao Bwana umeendelea kutufunika katika maisha yetu. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mkuu. Ama hakika uweza wako ni wa ajabu, matendo yako ni makuu, na Bwana tunayaona. Ndio maana Mungu tunasogea mbele zako. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako, tunakushukuru kwa ajili ya utakatifu wako na nguvu zako e Bwana. Tunakunyenyekea e Mungu mtakatifu. Tunaomba toba na msamaha hata maeneo yote ambayo Bwana tumetenda dhambi na kuanguka kinyume na mapenzi yako. Tunatubu kwako e Bwana. Tunaomba Mungu tusamehe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maeneo yote ambayo tumesema uongo, tumeenda kinyume na mapenzi yako, tumeanguka katika mawazo mabaya, Baba tunaomba toba. Tunanyenyekea katika mkono wako wa rehema ili tupate neema. Tumekosa usiriasi, Mungu tunaomba utusamehe, tunaomba utuhurumie. Tunatubu e Bwana kwa ajili ya mataifa yetu, tunatubu e Bwana kwa ajili ya mataifa yetu, tunatubu kwa ajili ya ardhi e Bwana ya taifa la Tanzania, tunatubu kwa ajili ya ardhi ya taifa la Kenya, tunatubu kwa ajili ya ardhi ya hilo taifa ambalo mtoto wako amekamata mkononi mwake. Tunatubu kwa ajili ya hiyo ardhi. Tunaomba rehema kwa ajili ya umwagaji damu uliofanyika kwenye hiyo ardhi kinyume e Bwana na mapenzi yako. Tunaomba rehema kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba toba hata kwa ajili ya machozi yaliyolia katika hili taifa la Tanzania. Baba tunaomba rehema kwa ajili ya hili taifa. Tunaomba rehema kwa ajili ya matendo ya ukatili yaliyofanyika kwenye hili taifa, matendo ya utekaji, mauaji, upotoshwaji wa haki, dhuluma. E Bwana tunaomba toba kwa msaada wa damu yako. Tunaomba ulirehemu hili taifa, ulirehemu hili taifa kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako. E Mungu wa majeshi, ramashakarieketama rikataramosha rikisakanda ripokamande rakatemosha. Tunaomba ushushe rehema kwa ajili ya viongozi wa hili taifa, rapakamosha. Tunaomba rehema kwa ajili ya mamlaka ya kanisa, rapakanderebosha. Tunaomba rehema kwa ajili ya wananchi, tunaomba rehema e Bwana, tunaomba rehema e Bwana, tunaomba huruma yako e Bwana, ili sote tuone msaada wako katika jina la Yesu. Tunaomba hata Roho Mtakatifu ushuke katika ardhi hii. Roho Bwana uliyeujaza ulimwengu, karibu ujaze ulimwengu, uijaze ardhi uwepo wako, ili Bwana Mungu itawaliwe na uwepo wako, pasitawaliwe na roho nyingine, bali wewe utawale ardhi Roho Mtakatifu siku zote za maisha yetu. Rakashanda rabosaka rika maria katema ripo shaka rabasiki. Tunakushukuru Roho Mtakatifu. Tunaamini umesikia maombi yetu Roho Bwana. Ndivyo tunakualika hata katika siku hii ya 4. Karibu Roho Mtakatifu katusemeshe. Karibu Roho Mtakatifu kazungumze na sisi. Karibu Roho Mtakatifu katuhudumie ili tuendelee kuona raha ya uwepo wako e Bwana. Shuka Roho Mtakatifu, maana wewe pekee ndiyo kiongozi wetu.
Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Rama shakara buseke. Jesus. Karibuni sana wapendwa. Rashandarabo. Nasikia nguvu za Mungu moyoni mwangu. Karibuni sana wapendwa. Leo ni siku ya 4. Tunasonga mbele na maombi yetu. Na somo tunalotembea nalo katika haya maombi linaitwa kujifungua kwenye laana ulizotamkiwa kwenye ardhi na kujitamkia baraka kwa njia ya damu. Kujifungua kwenye laana ulizotamkiwa kwenye ardhi na kujitamkia baraka kwa njia ya damu. Siku ya jana tunamshukuru Mungu, tulitembea katika namna ya kipekee kwenye kipengele kilichokuwa kinaitwa mambo makubwa 5 kuhusu damu. Tukasema cha kwanza, damu ni sadaka ya uhai, na tukapata nafasi ya kuombea hili eneo. Kipengele cha pili tukasema damu inanena mema au inaongea mbele za Mungu sawasawa na mtoaji wa hiyo damu anachotaka. Tukapata nafasi pia tukaombea hili eneo. Tukapata nafasi pia kuangalia damu inakupa kibali cha kusikiwa uhitaji wako mbele za Mungu. Pia tukaombea hili eneo. Pia tukaangalia kipengele kingine kilichokuwa kinaitwa damu ikimwagwa au kukataliwa inanena kisasi mbele za Mungu kikurudie wewe uliyeimwaga. Pia tukaombea, na kipengele cha mwisho tukaangalia damu ikimwagwa inathibitisha agano la maneno yaliyotamkwa, na lenyewe pia tukapata nafasi ya kuombea. Ilikuwa ni siku ya jana. Tunaendelea kukaribisha wewe ambaye una ushuhuda juu ya yale ambayo Mungu anakutendea katika haya maombi. Tutumie ushuhuda wako kwa njia ya maandishi katika namba yetu ya 0719086017, 0719086017, au ndio namba hii inayotumika kutuma haya masomo. Tutumie ushuhuda wako, ni vitu gani ambavyo Mungu anaendelea kukutendea kwenye haya maombi. Usiache kusema, tushuhudie. Kadiri unavyotushuhudia ndivyo unavyotengeneza uponyaji wa kudumu. Kuna watu kwa kuogopa kwao kushuhudia, matatizo yalijirudia tena. Na kuna watu kwa kushuhudia kwao, matatizo yale yaliacha na ya kujirudia tena. Kwa mtu wa Mungu, ukiwa na ushuhuda usiufiche, tutumie, tumtukuze Mungu pamoja na wewe. Leo tunasonga mbele zaidi siku hii ya 4 ya maombi yetu haya kwa kuelekea lile kongamano letu la tarehe 30 mwezi wa 8. Leo tunaenda kuangalia kitu kinachoitwa matokeo yanayoashiria umefungwa kwenye kifungo cha sadaka ya damu ya agano la maneno yaliyotolewa kwa miungu mingine. Matokeo yanayoashiria umefungwa kwenye kifungo cha sadaka ya damu ya agano la maneno yaliyotolewa kwa miungu mingine. Nakumbuka siku ya kwanza Roho Mtakatifu alitusemesha kwamba ziko laana kwenye ardhi zinazotokana na maagano ya sadaka ya damu iliyotolewa kwa ajili ya kumlaani mtu. Na tukasema kwamba kwa mfano unaweza ukakuta kuna watu wanaweza wakaingia kwenye ugomvi, au mtu akawa tu ana hila na mwenzake hata hajamfanya kitu, akaamua kumwendea kwa mganga, na mganga akamwambia mlaani kwa namna hii: chukua kuku, chimba shimo. Ile damu ya kuku inapomwagika kwenye lile shimo pale ardhini, sema haya maneno kwamba huyu mtu maisha yake ninayatumbukiza kwenye ile shimo, afufukia. Utakuwa umeshamloga tayari, na kule mtu kweli analogeka. Tukasema kuna watu ambao wameshambuliwa kwa staili hiyo, na tukaangalia namna ambavyo mashambulizi ya namna hii yanavyoacha agano la laana juu yako kwenye ardhi. Tukapata nafasi ya kuombea. Sasa leo kuna kitu tunataka tukakiangalie kingine ambacho hakifanani na kile tulichoangalia siku ya kwanza, ya pili na ya tatu, bali cha leo cha siku ya 4 kina utofauti kwa sehemu. Kwa ninaomba uwe mpole kusikiliza ili upate concept ituingize vizuri kwenye maombi. Tuangalie matokeo ya kwanza. Tokeo la kwanza,
kuishi maisha yaliyosakamwa na roho ya mauti. Kuishi maisha yaliyosakamwa na roho ya mauti. Kuishi maisha yaliyosakamwa na roho ya mauti. Kwa haya ni matokeo ya kwanza ya mtu ambaye maisha yake yamefungwa kwenye agano la maneno yaliyowekwa ardhini kwa damu. Huyo mtu, tokeo lake la kwanza, atakuwa ni mtu ambaye anaishi maisha yaliyosakamwa na roho ya mauti. Atakuwa anaishi maisha yaliyosakamwa na roho ya mauti. Roho ya mauti ni nini? Roho ya mauti ni nini? Roho ya mauti ni nguvu unayokuwa nayo kwa kuiweka mwenyewe au kuwekewa, inayoamua kila kitu ulicho nacho kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho. Inayoua, sio inayoamua, inayoua kila kitu ulicho nacho kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho bila wewe kujua kimekufaje. Nasema hivi, roho ya mauti ni nguvu unayokuwa nayo kwa kuiweka mwenyewe au kwa kuwekewa, inayoua kila kitu ulicho nacho kwenye maisha yako katika ulimwengu wa roho bila wewe kujua kimekufaje. Kwa tunapoongelea roho ya mauti, tunakuwa tunaiongelea ile nguvu ambayo inakuwa ipo kwenye maisha ya mtu. Na hiyo nguvu huyo mtu anaweza akawa amejiwekea mwenyewe kutokana na matendo fulani fulani, au amewekewa na watu wengine kutokana na sababu pia fulani fulani ambazo tutaelezana huko mbeleni. Na hii roho kazi yake kubwa inakuwa ni kuhakikisha inaua kila kilichopo kwako katika ulimwengu wa roho, inakiua. Katika mwili kinaweza kikaonekana kiko hai, lakini kinakuwa kimeshauliwa kiroho. Kuna matokeo yake ya kidumu, baada ya muda kinakufa, kinapotea. Na inaweza ikawa ni mauti ya njaa, vifo vya watu au magonjwa. Kwa tunapoongelea ardhi yenye roho ya mauti, ardhi yenye roho ya mauti ni ardhi ambayo imetawaliwa na njaa. Vikilimwa vitu havioti, vinanyauka. Mifugo ikifugwa haifugiki. Magonjwa, eneo ambalo limetawaliwa na magonjwa ya kila wakati. Ardhi ina magonjwa kila wakati, watu wanaumwa tu mahali hapo. Umewahi kujiuliza kitu kimoja, kwamba kwa nini unaweza ukaenda mtaa fulani ukakuta watu wanaumwa sana ugonjwa unaofanana, na wakati mwingine huwa tunatafakari kwa sababu za kibiolojia tunachukulia ni kawaida. Lakini nataka nikueleze, wakati mwingine shetani anatupiga upofu. Kuna mapandikizi yake ya kiroho kwenye ardhi ya hilo eneo, na ndio maana unakuta watu wa eneo hilo wanaandamwa sana na ugonjwa fulani. Unaweza kukuta kwenye eneo fulani wanaumwa sana UTI kuliko kupika kawaida, na mnaweza mkachukulia kibiolojia mkasema ni sawa, ila unakuta ukizama ndani kiroho, unakuta ardhi ya eneo hilo imefungwa mauti ya UTI, na ndio maana watu wanaumwa UTI. Kuna ardhi nyingine zimefungwa na mauti ya uchumi, imefungwa isiwe na mfanyabiashara mkubwa, na ndio maana ukifika pale unakuta kwenye ardhi ya eneo hilo hakuna mtu mwenye kumiliki biashara ya kuanzia mtaji wa milioni 5. Watu wote wako kwenye mitaji ya milioni 4 kushuka chini. Na unakuta mtu akitaka kujikwamua mtaji wake ukifika milioni 5, ghafla tu kanatokea sababu isipojulikana imetokea wapi, inamporomosha, anaanza tena kwenye laki mpaka anakuja kufika tena milioni, tena anaanza tena upya. Sifa ya ardhi ya namna hii,
watu wanaoishi mahala hapo maisha yao hayanaga muendelezo. Ni maisha ambayo yana mtu anainuka, anaanguka tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu cha kimauti kimefungwa kwenye hiyo ardhi. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 ule mstari wa 7 hadi wa 8 inasema namna hii. Ufunuo sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 8. Ufunuo 6:7-8 inasema, na alipoifungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 ikisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivu kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu. Akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Kitu ninachotaka upate ni nini? Ni kwamba anasema akaona roho ya mauti inapewa mamlaka robo ya nchi. Nchi kwa lugha nyingine ya kibibilia ni ardhi. Kwa ile roho ya mauti ilipewa robo ya eneo la ardhi ishambulie. Na ishambulie kwenye eneo la mauti ya upanga, njaa, tauni yani magonjwa, hayawani yani na matukio mbalimbali ya kutisha. Kwa mfano watu kufa kwa ajali. Hujawahi kujiuliza kwa nini sehemu fulani mara kwa mara ajali huwa zinatokea? Mara kwa mara ajali zinatokea kwenye hilo eneo. Na unakuta watu wakiwa wanasafiri, wakifika eneo hilo unasikia wanaanza kusali kwa sababu wanajua hapa panakuaga sana na ajali. Kwa nini? Kwa sababu ina maana eneo hilo imefungiwa roho ya mauti. Si kama unanielewa mtu wa Mungu ali hai. Kwa hiyo unapoona kuna roho za mauti za namna hiyo kama zipo kwenye ardhi ya eneo ambalo na wewe ni mmiliki hapo, aidha unamiliki heka moja eneo hilo, au unamiliki hatua 20, au unamiliki duka la kupangisha, au umepanga nyumba hilo eneo, lakini lina sifa kama hizi ambazo naendelea kukugusia mahali hapa, jua moja kwa moja ardhi hiyo ina roho ya mauti. Acha muda huu nikuonyeshe kitu kingine kizuri. Maisha ya roho ya mauti yakoje? Maisha ya roho ya mauti yakoje? Maisha ya roho ya mauti ni hali ya kuishi maisha ya kufa kwa kila unachofanya. Maisha ya roho ya mauti ni mahali ya kuishi maisha ya kufa kwa kila unachofanya. Inaweza ikawa ni kufa kwa kazi zako. Kila kazi unayofanya inakufa. Ndoa yako, ndoa hazidumu. Unakuta ni kwenye eneo fulani, ndoa hazidumu kwenye hilo eneo. Nakumbuka siku moja nilikuwa naongea na mtu fulani, akaniambia, hivi unajua eneo fulani la Dar es Salaam halinaga waoaji? Hamnaga wanaume waoaji pale. Nikamwambia kwa nini? Akasema, tafakari, mtu gani unayemfahamu wa hilo eneo aliyewahi kuolewa akadumu kwenye ndoa? Nikajaribu kutafakari namna hii, nikakuta ni ukweli. Akaniambia hapanaga waoaji pale. Wanaume wa lile eneo ni wachezea wanawake tu. Na wanawake wa lile eneo pia ni wachezea wanaume. Akiolewa hakai, akioa hakai. Labda waoane wenyewe. Na wakioana wenyewe ni drama tupu. Pia hawataka. Sasa yako maeneo ya namna hiyo kwenye jamii zetu. Unakuta mtaa fulani haunaga ndoa. Ni vurugu tu. Haya mambo tunaongea kirahisi, lakini jaribu kufikiria kiuhalisia. Iko namna hiyo. Mungu amekuleta hapa ili uwe wakala wa kukomboa ardhi ya eneo lako. Hiyo mauti inayouondoa iondoke na ndoa zisimame. Oh, Mungu akusaidie kuelewa. Oh, haleluya. Wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Lakini pia kuna masuala ya elimu zinakufa. Kuna baadhi ya mitaa ukienda ukiangalia namna hii, unakuta watoto wote wa huo mtaa wanaachaga shule wakifika form 2. Mtu akianza tu form 2 anaacha shule. Au mwingine wasichana wakifika tu form 3 wanabeba mimba. Kunakuta ni kitu ambacho kimezoeleka kwenye huo mtaa. Kwamba mtoto wa mama nani alibeba mimba form 3, mama nani naye alibeba mimba, mama nani naye alibeba mimba.
wa kiume wa pale alipofika sekondari alianza bangi, wa pale naye alianza bangi, wa pale naye alianza bangi. Kwa unakuta ni tabia zimezoeleka kwamba huu mtaa watoto wa kiume hawamalizagi shule wanakimbilia kwenye bangi, wa kike hawamalizagi shule wanakimbilia kubeba mimba. Kwa unakuta ni kitu kimezoeleka kwenye huo mtaa. Nisikilize mtu wa Mungu, kama uko kwenye huo mtaa ni wa kwako au unamiliki ardhi kwenye hilo eneo, Mungu amekuweka hapa uikomboe leo, hizo roho ziondoke. Oh, pokea hiyo neema. Sema amen kwa jina la Yesu. Nasonga mbele. Maisha ya umauti, moja ya chanzo chake kikubwa kinatokana na maneno uliojitamkia au uliotamkiwa. Maisha ya umauti, chanzo chake kikubwa kinatokana na maneno uliojitamkia au uliotamkiwa. Maneno yana nguvu ya kuamua mauti au uzima kwenye ardhi ya eneo. Nasema hivi, maneno yana nguvu ya kuamua mauti au uzima kwenye ardhi ya eneo husika. Kwa mfano, kitabu cha Methali sura ya 18 mstari wa 20 hadi wa 21. Methali 18 20 hadi 21 inasema, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Kwa hiyo tumbo la mtu, ardhi ya mtu inabeba maneno ya wanaoishi kwenye hiyo ardhi. Neno lolote unalotamka linaingia kwenye ardhi na kutengeneza uumbaji. Ndio maana Biblia inasema mauti na uzima huwa katika matunda ya midomo ya mtu. Ukitamka neno lolote lile baya juu ya ardhi yako, linatokea hapo. Ukitamka neno zuri, linatokea hapo. Watu wengi tumezoea kutamka maneno mabaya juu ya ardhi zetu, na wanaotamka maneno mazuri juu ya ardhi zao ni wachache. Unakuta mtu anasema, umtaa, siji kama kuna mtu atakuja kuendelea, jinsi ambavyo hatupendani. Kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho, unaona umetamka simple kwamba umtaa, sidhani kama tutakuja kuendelea kwa sababu hatupendani. Ardhi ina meza na kweli hamtaendelea. Kwa hiyo unaweza ukatamka pia ukasema, umtaa, watoto wa umtaa wameshindikana. Yaani nimepita pale hamna hata mtu ananisalimia, wananiangalia tu. Ardhi ina meza, kushindikana. Kwa watu wote kwenye mtaa kweli wanashindikana. Je, kama unanielewa? Kwa hiyo tunatamka vitu vingi sana kirahisi rahisi na tunachukulia vimepita, kumbe ardhi ina meza, vinatengeneza uumbaji. Na ndio maana jifunze palipo negative kupatamkia positive, palipo pabaya kupatamkia pazuri. Unafikiri ni kwa nini Yesu alisema wabarikini wanaowalaani? Ndivyo Yesu alivyosema, wabarikini wanaowalaani. Alijua kwamba laana ikitamkwa na wewe ukiitamka unaifanya iwe laana. Lakini laana ikitamkwa, wewe ukitamka baraka, inaipindua ile laana na yenyewe inakuwa baraka. Na ndio maana Yesu akasema wabarikini wanaowalaani, wapendeni wanaowaudhi. Mtu akikupiga kofi hili mgeuzie na ile. Halitaka sehemu ya negative uplace positive. Na ndio maana kama kwenye mtaa wako kuna mambo mabaya mabaya, usiakiri. Wewe tamka mazuri, yale mazuri yataota kwenye ile ardhi. Licha ya ubaya uliopo, ghafla ubaya utageuzwa kuwa wema. Oh, Mungu akusaidia kuelewa hili somo. Kandarabo shakara basiki. Jesus. Nisikilize mtu wa Mungu ali hai. Nguvu mbili kubwa za maneno. Nguvu ya kwanza, neno lina nguvu ya kuumba. Nguvu ya pili, neno lina nguvu ya kuwa silaha. Nasema hivi, nguvu ya kwanza ya maneno, neno lina nguvu ya kuumba.
Nguvu ya pili, neno lina nguvu ya kuwa silaha. Ndio maana Mungu aliumba dunia kwa maneno, kwa sababu neno linaumba. Daudi na Goliati walipigana kwa maneno, kwa sababu neno ni silaha. Unaweza ukamrushia mtu neno akakuogopa hata kabla hajakuona, na unaweza ukamrushia mtu neno akakupenda hata kabla hajakuona. Na ndivyo hivyo ardhi nyingi zimerushiwa maneno na zikawa dormant, na watu wa eneo hapo wakawa dormant. Nasema hivi, ardhi nyingi zimetamkiwa maneno mabaya na watu wa mahali hapo wakawa wabaya kama ardhi ilivyotamkiwa ubaya. Na ndio maana siku ya leo tunatakiwa kusimama kublock. Haijalishi ardhi yenu ilitamkiwa kwa sadaka ya damu ya miungu mingine, au ilitamkiwa kikawaida, au ni wewe ndio ulitamka. Leo tunatakiwa tusimame, tuachilie damu ya Yesu kwenye ardhi zetu, kisha tutamke maneno ya kiumbaji. Kama umekuwa ukifuatilia haya maombi, leo ni kama ni mara ya pili tena Roho Mtakatifu anaturudisha kwenye eneo la kuombea maneno kwenye ardhi. Kwa nini? Kwa sababu ardhi imenajisiwa mno kwa maneno. Na ndio maana mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu anaendelea kutuwekea msisitizo. Nilipokuwa napitia hichi kipengele cha leo, nilijiuliza nikasema, kwa nini tena Roho Mtakatifu unataka tuongelee masuala ya ardhi na maneno? Nikahisi tu ndani yangu, mbona tayari tulishafanya, nikataka niache, lakini nikasikia msukumo, no, endeleze hapo hapo. Ndio msukumo ulivyonisukuma, endeleze hapo hapo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka kuendelea kutengeneza eneo la maneno. Ni maneno gani ardhi yako umeitamkia? Ni maneno gani ardhi yako imetamkiwa? Ni maneno gani unataka ardhi yako uitamkie? Ni maneno gani unataka ardhi yako ikuumbie? Mtu wa Mungu, tuendelee kuumba ardhi zetu kwa maneno. Rishandarabosaka. Tutapata nafasi muda huu kwenda kwenye maombi. Na tunapoenda kwenye maombi, kamata mchanga wako mkononi. Nami nimekamata mchanga wa Dar es Salaam hapa, nimekamata na mchanga wa Arusha, nawe kamata mchanga wa eneo lako, kwa sababu maeneo tunayoyaombea ndio ambao tuna connect na upako wa Dar es Salaam, kwa sababu ndio eneo letu la kongamano, ili Mungu anaposhusha mibaraka ije na kwenye maisha yetu. Jesus. Rabo shakariandelebo rakataramandiki rabo sharabasiki ribo shakariandarabaelbo rapo kamandarabashaka. Sema ya maneno, mtu wa Mungu. Sema Bwana Yesu. Sema tena, Bwana Yesu. Ninasogea mbele zako mimi Petro Mazwile. Always nakwambia taja jina lako. Nasogea mbele zako mimi Petro Mazwile. Ninaomba Yesu nisamehe, kwa sababu Mungu Baba nimekukosea kwa maneno, kwa mawazo na kwa maneno. Ninaomba Bwana unitakase kwa damu yako takatifu, ili Mungu niweze kuwa safi sawa sawa na huruma yako. Damu yako Bwana ninaomba itakase moyo wangu. Damu yako Bwana naomba itakase ufahamu wangu. Damu yako Yesu naomba itakase mawazo yangu na akili zangu. Maana Bwana nimekukosea mno katika maisha yangu. Ninaomba huruma yako na rehema zako Bwana, ili Mungu niweze kuwa safi sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Tazama Mungu Baba, sema tazama Mungu Baba, nimekamata ardhi Mungu Baba ya eneo langu. Sema Bwana Yesu, ninanyunyiza damu yako kwenye ardhi ya eneo langu. Sema Bwana Yesu, ninanyunyiza damu yako kwenye ardhi ya eneo langu. Bwana Yesu, ninanyunyiza damu yako kwenye ardhi ya eneo langu. Sema tena Bwana Yesu, ninanyunyiza damu yako kwenye ardhi ya eneo langu. Ninakuomba Bwana Yesu, upate kututakasa kila mara Bwana Yesu, tulipoinajisi hii ardhi kwa maneno ya kutamkwa, kwa maneno ya kutamkwa. Mengine tulitamka sisi wenyewe. Sema mengine tulitamka sisi wenyewe. Sema haraka haraka nisikuache. Sema haraka haraka nisikuache. Sema mengine tulitamka sisi wenyewe. Mengine tulitamka
yaliyofanikiwa, Mungu Baba, Mungu Baba, Mungu Baba, yakageuka kuwa kifungo kilichofunga maeneo yetu, kilichofunga maeneo yetu. Sema, Bwana Yesu, ninarudi leo kwako, ninarudi leo kwako, ninaomba unisamehe, maana muda ninatamka sikuwa najua, nilikuwa sijui. Ninaomba unisamehe Baba, nisamehe kwa kutokuamini kwangu, nisamehe kwa kiburi hichi Bwana, ninaomba unisamehe. Na Baba, ninaomba uwasamehe hata wale waliotamka mabaya kwenye ardhi ya eneo letu. Sema, Bwana Yesu, ninaomba uwasamehe, ninaomba uwasamehe, ninaomba uwasamehe kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako, kwa damu yako. Ninanyunyiza kwenye ardhi hii, ninanyunyiza kwenye ardhi hii niliyoikamata, nainyunyizia damu ya Yesu, nainyunyizia damu ya Yesu. Ninafuta maneno yote ya mauti, maneno yote ya laana, maneno yote ya mikosi yaliyotamkwa kwenye ardhi hii. Baba, ninafuta, Baba, ninafuta. Tazama kwenye ardhi watu hawaolewi wala hawahoi, watu hawajengi wala hawaendelei. Vijana wanavuta bangi, vijana wanavuta sigara, vijana wanabakana. Baba, kuna matendo ya ulevi uliopitiliza, ndoa hazidumu, watu wanaishi umaskini. Baba, ninafuta yote haya yaliyopandwa kwenye ardhi yetu, ya mtaa huu, ya mtaa huu, ya mkoa huu, ya nchi hii. Endelea kufuta, endelea kufuta, endelea kufuta, mtu wa Mungu, kwa maneno yako. Tamka kwa ujasiri kila tendo unalojua lipo kwenye ardhi ya eneo lenu lililo kinyume na mapenzi ya Mungu. Lifute leo hilo tendo, mwambie Mungu, nalifuta hili tendo lisiwepo tena kwenye hii ardhi. Maana kuna ardhi zinasifika kwamba ile eneo ni la walevi wa pombe. Futa leo kwenye ardhi yangu, mwambie Bwana, hapatakuwa na mlevi tena wa pombe. Ninafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuna ardhi zinasifika kwa wizi, watu wanasema pale pana waizi, na unajua ndio mtaa wapo unaokaa, lakini unasifika kwa kuwa na waizi. Hebu futa leo kwa damu ya Yesu hizo roho za wizi kwenye hiyo ardhi. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Endelea kufuta, endelea kufuta. Kuna watu mnakaa kwenye mitaa ambayo mavitu yanatembea tembea kwenye mabati. Ikifika tu usiku unasikia vitu vinapita kwenye bati, vitu vinagonga gonga milango. Mkilala mnaota mandoto mabaya, mnaota mandoto ya ajabu ajabu. Hebu leo futa hayo mambo kwenye hiyo ardhi. Mwambie Mungu, Baba, kila kinachoweka uhalali kwenye ardhi hii kuleta mandoto mabaya, Baba, ninafuta, Baba, ninafuta. Futa hayo mavitu, futa hayo mavitu yote. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Kadiri unavyofuta ndivyo Bwana anavyofuta, ndivyo Bwana anavyofuta, ndivyo Bwana anavyofuta. Kuna watu mnamiliki maeneo ya kilimo, mkilima hampati mazao, hampati impact. Ndege wanakula, wanyama wanaralua shambani. Hebu tamka leo, futa hiyo njaa, futa hiyo roho ya njaa. Mifugo inakufa, kila ukifuga kuku bandani wanakufa. Futa hiyo hali, futa hiyo hali kwenye ardhi, futa hiyo hali, futa hiyo hali. Vichaa, eneo lako unalofanyia biashara limejaa vichaa. Futa hiyo roho ya vichaa, futa roho ya vichaa. Wengine mko kwenye mitaa ambayo inachuma ulete, watu hawaubani hata chenji, watu wanaibiwa kwenye biashara kichawi. Futa hiyo roho, futa hiyo roho kwenye hiyo ardhi, futa hiyo roho. Endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze mtu wa Mungu. Yale yote unayosikia, Roho Mtakatifu anapambanua huku ndani yako. Yote unayoona, Roho Mtakatifu anapambanua huku ndani. Tamka kwa Bwana, futa kwa damu yake, futa kwa damu yake, futa kwa damu yake, futa kwa damu yake. Rapashakande riakatamashe rimandakasa. Kama kuta za Yeriko zilivyopomoka, ndivyo tunavyopomoa hizo kuta za Yeriko kwenye ardhi hii. Tunapomoa kuta za Yeriko kwa jina la Yesu. Ngome za shetani zimeanguka, kuta zimeanguka, kuta zimeanguka. Zianguke kwenye hiyo ardhi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni shauri la Bwana ndilo litakalosimama kwenye ardhi hii. Ni kusudi la Mungu
ndilo litakalosimama kwenye ardhi hii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rapakashaka ramandaka raterebosha riposhakanda rakatamashe roposhakanda. Mtu wa Mungu, tamka haya maneno, sema Bwana Yesu. Sema mtu wa Mungu haya maneno, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu. Ninatamka sasa kwenye ardhi hii, ninaumba vitu vipya vya kiroho, ninaumba vitu vipya vya kimwili. Baba, ninaumba ndoa kwenye ardhi hii, pakawe na ndoa zenye amani. Ninaumba wokovu kwenye ardhi hii, pakawe na watu waliookoka na kuishi imani vizuri. Ninaumba Mungu Baba uchumi imara kwenye ardhi hii, pakawe na watu wenye uchumi imara. Baba, ninaumba, endelea kuumba kwa maneno yako. Sijui ni mambo gani ndani yako unasikia kuumba kwenye hiyo ardhi. Endelea na hili zoezi, tulianza tangu jana, endelea na leo. Roho Mtakatifu amekupa hizi dakika chache upate nafasi ya kuumba. Zithamini, zina thamani mbele za Mungu, usije ukachezea. Funua kinywa chako, endelea kuumba, endelea kuumba. Mauti na uzima ni kwenye kinywa cha mtu. Kama uliwahi kutamka mauti na ikawa, basi na uzima unaotawala na ukawe kwa jina la Yesu. Waliokutamkia hayana nafasi tena, Bwana amekwisha kuyabomoa. Rapashakaramo, ni muda wa shauri la Bwana kusimama kwenye hiyo ardhi, kusudi la Mungu kutimia. Endelea kuumba, endelea kuumba, endelea kuumba. Mtu wa Mungu, umba elimu kwenye hilo eneo. Vijana wakasome, vijana wakasome. Umba hali ya utakatifu, umba hali ya utakatifu kwa vijana. Umba hali njema, umba hali ya hofu ya Mungu kwenye hilo eneo. Umba hali ya watu kupendana, umba amani, umba haki, umba furaha, umba utajiri, umba unyenyekevu. Umba tu mtu wa Mungu. Tamka, 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 maana kile unachotamka ndivyo Bwana anavyofanya. Mauti na uzima kwenye kinywa cha mtu. Tamka huo uzima, tamka, tamka. Prophesy, prophesy, prophesy in the name of Jesus. Rapakariekende riposhakanda. Ndivyo tunavyoumba. Na tarehe 30 mwezi wa 8, ile siku ya kongamano, Baba, ikawe siku ya baraka. Baba, ikawe siku ya utajiri, ikawe siku ya kumiminiwa neema juu ya neema. Sikaje kwenye ardhi zetu, hata yatakayofanyika mahala pale kibada, Baba, yakafanyike na kwenye maisha yetu. Maana Mungu Baba, tumeconnect na baraka ya mahala pale ambayo Mungu utaiachilia siku ile, katika jina la Yesu. Endelea tu mtu wa Mungu kuumba, endelea.